Mungu anaweza kukuacha na ukapigwa. Bwana asifiwe. Inategemea misheni yako ni. Ikiwa vita ile haileti utukufu wowote kwa Bwana, Mungu anaweza kukuacha. Na sio kwamba hayupo, ila kumbuka ile andiko linasema Yesu alimjibu shetani kwamba imeandikwa usimjaribu Mungu. Kwa hiyo Paulo unaona alishushwa kwenye kikapu. Ndio maana kuna vita zingine unatafuta namna ya kupita. Ikiwa Mungu yuko pamoja na wewe, atakupa namna ya kutoka. Hata kama amekuzingira, atawapiga upofu na utapita. Unaweza kupita katikati ya majambazi. Ikiwa Kristo yuko pamoja na wewe na ana misheni na wewe, wale majambazi watapigwa upofu na utapita salama. Ukishapita wanajiuliza, jamani, mbona tumemwacha? Kwenye kitabu cha ile Kutoka sura ya 14 inazungumzia habari ya wana wa Israeli wakiwa wametoka Misri, wameachiwa na Farao. Farao amewaachia, anasema jamani, nendeni, wale wazaliwa wa kwanza wote wa Misri wameshakufa. Akawaruhusu jamani, nendeni, tokeni mwende. Wakaondoka wakaenda, wakafika kwenye mahali wakapiga kambi pale kwenye bahari ya Shamu, wakapiga kambi. Walipopiga kambi, baadaye kule Misri, Farao na watumishi wake wakagundua, mbona tumewaacha wa jamaa? Kwa nini tumewaacha wasitumikie? Yaani wakasahau na vifo na misiba waliokuwa nayo ya wazaliwa wa kwanza. Akili kahama, wakataka jamaa warudi. Hata mambo na huo walishaenda, wako bahari ya Shamu pale, wamepiga kambi yao. Farao akaingiwa na shauku ya kuwafuata, akawaambia watumishi wake, wanachukua magari, wanachukua kila aina ya silaha, wakasema twende, tutawakuta tu, maana tutawapata wako baharini pale, bahari ya wavuki hawa, tutawapata tu. Ni sawa unapenda unamfuata mtu, njia nyingine haipo ya kupita, ni ya kupita kwenye maji. Hakuna njia nyingine, na hakuna mtumbwi, na hakuna boti, na hakuna chochote na watu hawezi wakaogelea. Sasa walipofika pale, wakakaa, wakatulia, wale Farao na watu wake wakawafata. Wana wa Israeli wakaangalia kwa mbali, wakamwona Farao na majeshi yake wako ndio wanakuja, wanawafata. Israeli wakaanza kupiga kelele, Waisraeli wakaanza kupiga kelele, wanamwambia Musa, tulikwambia Farao sio mtu wa kuchezea. Wana anakuja na majeshi yake, wanakuja kutua hapa. Musa ikabidi amuulize Bwana. Bwana akamwambia, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Na Bwana akamwambia, nenda, chukua fimbo yako, yapige maji yatagawanyika, watapita. Wana wa Israeli wakaanza kuona kile kinachokuja nyuma yao, wakaogopa. Lakini kwa nini Farao aliingiwa na moyo wa kutaka kuwarudisha? Hataki waende kule kwenye nchi ya ahadi, hataki waende Kanaani, anataka warudi, waendelee kuwa watumwa. Ndio maana kuna watu wengine walitakiwa kuwa mahali fulani, lakini shetani aliamua kuwashikilia, hawatoki, wako pale pale, ashikilia, kaweka kila aina
na hiyo kanisani. Kuolewa haolewi bila kuanza mapenzi. Kuna mtu mmoja hapa sikia alikosea, kulikuwa ibada siku moja, akatuma message kwa mpenzi wake, akakosea, akatuma kwa nilipomaliza ibada na kutana ile message, nikageuza nikafuta macho kwa huyu kaniandikia mimi au sio kiani yako kanisani, yuko ibadani, nikirosho kama amekaa kwenye kiti, hayupo. Ile message niliifuta, nimeifuta juzi, niliitunza. Amen. Ile namba ni mpya, lakini nilijua. Amen. Bila wakati mwingine lazima uelewe. Jambo najiuliza mtu nikajiuliza, hivi kweli ibada ilikuwa inaendelea, mahubiri yanaendelea, mtu anaanza kumsalimia mpenzi na anamwambia tukutane jioni. Sio watu wanaopenda kanisani wanaenda kuabudu, wengine wanapenda na mission zingine. Unajua kuna aina ya washirika kanisani. Kuna mshirika mwingine anaenda kanisani kwa sababu nyumbani kwao wao wanaenda wote kanisani, hawezi kubaki peke yake, maana yeye anaona msafara anaenda kanisani. Kuna mwingine anaenda kanisani kwa sababu anapenda uimbaji, kuna watu wanaimba, anataka sikilize kwaya. Kuna mwingine anapenda kanisani, anajua mchungaji anaelewa sana, wacha niende nikasikilize. Akikuta mchungaji hayupo ibada, haendi siku hiyo. Maana kuna aina ya washirika walioko makanisani, na mwingine anaenda kuangalia kama kuna mtu ambaye leo naweza nikutana naye kama huyo mpenzi na mimi nikutane naye. Bwana Yesu asifiwe. Alianza pengine tukishaanza kuwa wengi, maana kama leo kuna fursa, mtu anakuja kujikwatua kwenye ganda la Mungu, kuna issue hapa lazima nipate. Wote wapo wanaona hiyo na wanakuja kwenye ibada yako. Kwa hiyo ndio maana tumishi wa Mungu unatakiwa ujue una watu wa kila aina ndani ya kanisa. Ikiwa unaweza ukawa na mtu wa namna hiyo na mtu wachache hivi, mkiwa 1,000, mkiwa 10,000, isikaribia wengi wameshakupa message kwa wapenzi wao na ibada inaendelea, lakini wote Yesu anawapenda, nataka wabadilike, wamjue Mungu, wajue kusudi lake alivyowaita, wamjue Bwana kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wanashangaa, unataka kutuma message, mbona kawaida? Unaweza kufanya nikosea, Mungu alitaka nijue. Amen. Na wewe unaweza kushangaa siku moja unatuma wakosea, unatuma kwangu, wewe endelea kutuma ovyo. Amen. Kwa hiyo ni kwamba unaweza kushangaa mtu ni adui yako, amepanga kabisa, leo tunamkamata, tunataka tumuue, akatuma message kwa mtu ambaye wanatakiwa wafanye hiyo kazi pamoja, akakosea, akakutumia wewe muhusika. Wao wageuze misheni yao, uijue mapema kwa jina la Yesu. Kila adui yako atakayepanga mabaya, wewe Mungu akujulishe, akupeleke kwenye kikao, akupeleke kwenye ajenda yao, wakiwa kwenye kikao, Bwana akupeleke mwenyewe, akwambie wanaume, unaitwa wanatengeneza, unaitwa wanapanga, unaitwa wanakupangia, ujue. Amen. Wakipanga wakupe sumu, Mungu akujulishe mapema. Wakipanga wakuue, Mungu akujulishe mapema. Amen. Kwa hiyo unakuta watu dunia hii tulio nayo ina watu wa kila aina, ina watu wa sampuli zote. Amen. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba
ametuita ana makusudi kwa nini tupo duniani. Na wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kuishi, tambua kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Hatima yako utaijua, kwa sababu kuna vitu ambavyo utaanza kuvipenda kuliko vingine. Amen. Mimi zaidi napenda injili kuliko chochote. Amen. Napenda injili kuliko chochote. Wewe nafanya hiki ni kwenye mchakato wa kwenda kwenye hatima. Kwenye haya tunayofanya, wakati mwingine tunayofanya yatushepu, tunayofanya yatuongezee maarifa, tunayofanya yatufanye tuishi, wakati bado tunaenda kule tunapoelekea, tupate namna ya kuishi, tupate namna ya kwenda, tupate fedha, tujenge, tuwe na usafiri, twende kwenye misheni yetu. Maanake misheni yako ipo. Kuna kitu kaanza utakuna kipenda, utakuna penda kitu fulani. Kama misheni yako na hatima yako ni biashara, utasikia moyoni wako unapenda kufanya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa nauliza wanafunzi mmoja, wewe kwenye maisha yako una maono gani? Yaani unapanga uwe nani? Akasema nataka niwe mfanya biashara. Amen. Mwingine akasema nataka niwe mwalimu. Mwingine nikamwambia, mwingine anakwambia kwa sababu nimemuuliza wala haikuwa moyoni mwake. Hatima yako inakuwa moyoni, hata kama ukiamshwa usingizini unasema mimi nataka niwe fulani, nataka niwe. Hata kama vikwazo vinatoka, lazima useme naenda. Hata kama unasema hutaweza, sema naenda. Hata kama ukiingia maombi wiki moja, mwezi mmoja, ukatoka ukaona hakuna matokeo, rudi tena unasema napenda, rudi tena unasema napenda, mpaka kieleweke. Usikae ukatulia ama umeshamaliza. Hapana, misheni yako lazima itimie, hatima yako lazima ije, hata kama kuna aliyeshikilia. Kwa sababu Biblia inasema sisi, unajua, ikiwa unataka kitu fulani, sungua mbingu mpaka niseme huyu mtu tumpe. Amen. Sungua mbingu, msungue Mungu. Amen. Msungue Mungu, ambie Mungu nataka asubuhi nipo, jioni nipo, mchana nipo, usiku nipo. Naambia nataka. Unaomba unasema nataka. Unaacha usingizi unasema nalala kwenye kiti saa nusu saa, na unaendelea na maombi nataka. Amen. Nataka niwe. Hakuna kitu kizuri ambacho kinapatikana kwa wepesi. Kitu chochote kizuri kina vita yake na kina mapito yake. Kwa hivyo ukiwa ni mtumishi wa Mungu, ukiwa ni mchungaji, kuna mapito yake, na mtu anapewa mapito kulingana na kile alichobeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa wewe ni mchungaji mfano, na wewe ni branch pastor, mapito yako na vizuizi vyako haviwezi vikalingana na useme kwamba haviwezi vikalingana na yule ambaye
anaongoza labda mkoa, wilaya au taifa. Ndio maana mapito anayopitia Archbishop hayalingani na bishop wa jimbo anayopitia, kwa sababu huyu Archbishop ambaye ni askofu mkuu, yeye amebeba huduma ile yote kitaifa hata kimataifa. Kwa hiyo huyu vita yake itakuwa kubwa, atapigwa vita sana, kwa sababu wakimpiga yeye yale maono yanapotea, wakimpiga yeye kila kitu kinapotea. Kataa kupiga kwa namna yoyote na ushinde kwa jina la Yesu. Amen. Unaweza umekaa ukasikia maisha yako umekaa unafanya kitu, lakini Mungu sio kwamba hicho kitu ndicho alichokuitia. Kila mtu ana namna yake alivyomtwa. Kwa hiyo ujue kwamba vita yako ni kubwa kwa sababu ya kile ulichobeba. Kuna mashetani yakikuangalia yanasema haturuhusu. Kila kitu unachokitafuta kiko mikononi mwa mtu. Kitu unachokitafuta kuna mtu anakimiliki mahali. Kijiji kuna mtu anakimiliki waoni. Yale mazee machawi ya kijiji yakikuangalia yanasema nataka, yanasema wewe tunasimika, hakuna kupika hapa. Yale mazee ya kijiji, machawi wa miji ya kijiji yanakaa pale, yanasimika, wanasema kwa jina yasimike, yasisimike, tutapenda vita, lazima kelele, lazima wachie kwa jina la Yesu. Sasa wewe wakisimika yako ukianza kuomba wanakutumia usingizi wa kufa mtu. Ni yenyewe hayo. Ukiingia maombi nasikia miguu yote inauma na macho yanawasha. Yanasema huyu jamaa hawezi akamiliki kijiji, hawezi akamiliki mtaa, hawezi akamiliki wilaya, hawezi akamiliki mkoa, hawezi akamiliki taifa. Ninaomba kwa jina la Yesu, upewe nguvu ndani yako ya kuwapiga maadui zako, ushinde kwa jina la Yesu. Shinda kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wewe unaelewa kabisa huyu mtu amepewa mission. Huyu mtu amepewa injili ya kusaidia watu. Sasa kabla unaenda kuwasaidia unakutana na shida huko. Yesu akawaambia wanafunzi wake na tuvuke mpaka ng'ambo. Wanavuka bahari, wanavuka ziwa, wanaenda kule ng'ambo. Wakati wanaanza kuanza safari ile ndani ya ziwa, upepo kaanza. Upepo dhoruba. Ile mashua aliyokuwa nayo kama ni mtumbwi ukaanza kusukasuku, unataka kuzama. Yesu akakemea ule upepo, bahari katulia, wakaendelea na safari. Walipofika kule ng'ambo, wanakutana na mtu mmoja ambaye ni mgonjwa wa mashetani, ana mapepo yalishamjaa, anakaa makaburini, ndiyo sehemu yake ya kuishi. Kama wale vichawi wakutana nao ambao hawaeleweki, unakuta ni kichaa anaishi makaburini, ndiyo kama nyumbani kwake. Yaani sehemu ya makaburi ndiyo nyumbani kwa vichaa. Yule jamaa ametoka makaburini akakutana nao. Alipokutana nao, ikabidi Yesu ayatoe yale mashetani. Alipotoa yale mashetani, akayakamamia, tunaomba uturuhusu tuwaingie nguruwe, kundi la nguruwe pale inalisha mali. Yale mashetani akamwambia, tunaomba uturuhusu tuwaingie wale nguruwe. Yale mashetani akamwambia, yalemeni, yakaenda yakawaingia nguruwe. Nguruwe zaidi ya 2,000 wote wana
wakakimbia, wakadumbukia kwenye mto, wakafa wote. Yule jamaa aliyekuwa ni mgonjwa wa mashetani akapona. Alipopona akamwambia Yesu, nataka niwafuate. Wakaenda, akamwambia, nenda katika nchi yako, kahubiri Injili, kile Mungu alichokutendea, Bwana alichokutendea. Yule jamaa akarudi nyumbani kwao, akaenda akaanza Injili, akafungua makanisa miji 10, akawa ni askofu wa kanisa kwenye miji 10. Askofu kapiga mashetani.